viongozi wa kiroho wana nafasi kubwa ya kutoa mashauri kwa ndoa ambayo imeanza kuingia ama imeingia kwenye tatizo hilo kubwa la kutofautiana, na mgogoro unaanza kufuka moshi na hatimaye moto utalipuka. Kwa hiyo watumishi wa Mungu wana nafasi ya kutoa ushauri. Unaweza ukawaendea, au wale wasimamizi wa ndoa unaweza mkawaendea mkamwambia, sisi tuna changamoto hii. Tunaona kidogo mwenzangu amebadilika sana baada ya kupata promotion au baada ya biashara yake kuwa kubwa. Amebadilika sana, ingawa hata wanaume nao mwanzoni wanapokuwa na kipato kidogo, baadhi ya wanaume sawa, wanakuwa wana tabia nzuri, lakini kipato kikiongezeka pia kuna wengine wanaobadilika na kuanza kutelekeza familia na kutafuta chimbo jingine. Hiyo sasa ni tabia nyingine, lakini katika hali ya kubadilika, utafiti ambao sio rasmi sana, maana sijaandika kitabu kinachoonesha huo utafiti, lakini katika tunasema life experience, uzoefu wa maisha, utafiti wangu unanionyesha kwamba kweli wanawake wanapokuwa na mabadiliko ya kipato kwenda kwenye ngazi ya juu, wengi wamekuwa na changamoto na hata ndoa zao zimepelekea. Mwanamke au ni nani? Mwanamke. Mwanamke. Na imefika mahali sasa hivi, hata nafikiri Ayubu unasikia zamani kulikuwa na mfumo mzuri. Mwanaume alikuwa anaweza kumsomesha mkewe, sawa, akamuendeleza na hata kumsupport hata mitaji na kadhalika. Lakini imeenda hivi karibuni hapa katika maisha ya kijamii tunayoishi, tumeona watu wakisema kwamba usisomeshe mwanamke. Yani kama umemwoa ni wa darasa la 7 kwa sasa, au wa form 4 au na kadhalika, mwache hivyo hivyo na usimsapoti kwenye mambo ya biashara, kwa sababu wanabadilika. Hiyo ni upande hasa wanawake, changamoto ni kubwa sana. Changamoto ni kubwa. Ukijaribu kuangalia tunakoelekea sasa hivi, pressure ambayo ipo, wazazi wanawapigania watoto wao kuweza kuhakikisha kwamba wanasoma shule nzuri, lakini pia wanapambana, wanapata kitu cha kuweza kujishikiza, ama wanafanya kazi nzuri. Na maanisha wazazi wakiwa mtoto wa kike anatamani kumuona akiwa amefika kwenye level za juu zaidi, mtoto wa kiume amefika kwenye level za juu zaidi kwenye kiuchumi na kwenye kujiingizia kipato kwa ujumla. Ukijaribu kutazama tunakoelekea, mimi ninaona kama tutakuwa na wanawake ambao wanakuwa na uchumi mkubwa zaidi kwa kadri siku zinazidi kwenda. Naona wanawake wanazidi kuinuka na uchumi wao unazidi kuongezeka maradufu zaidi. Kwa tutarajie sasa, kwa maana nini, kuna baadhi ya vijana ambao wana hofu ndani yao ya kuingia kwenye ndoa na wanawake ambao wamezidi kipato. Kwa tutarajie kwamba au wengine wanasema bwana, mimi nitaingia lakini hivyo yani nitaingia nionekane kama nimeoa, lakini ikiwa hizo mambo zinatokea kwa tutarajia kwamba tutakuwa na ndoa nyingi feki, ama tuseme tutakuwa na idadi kubwa ya watu ambao hawatutaka kabisa kuingia kwenye ndoa. Kwa navyoona jamii yetu kwa sasa, kwa jinsi tunavyokwenda, ni kweli hali iko hivyo, na unafahamu kwa hapa katikati kumekuwa na harakati nyingi sana, movements nyingi za kumuinua mtoto wa kike sana kuliko mtoto wa kiume. Na kweli kwa sasa imefanikiwa, hizo harakati zimefanikiwa. Mtoto wa kike amekuwa na nafasi kubwa, wanasoma shule nzuri na wanapata mazingira makubwa mazuri. Na katika kwenye kazi unakuta wanaangalia watu wa kike ni wangapi ambao wanaomba, wanapewa kipaumbele wao. Ni kweli kwa mabadiliko yametokea sana katika ni sio tu Tanzania, lakini globally, kiulimwengu. Sasa mimi niseme hivi, ikiwa huko ndo tunakokwenda na tunatarajia kuwa na familia bora, itakuwa ni kinyume chake. Hatutakuwa na familia bora. Ni lazima malezi yawe ni chanzo kikubwa sana cha kustawisha mtoto. Malezi ya familia, baba na mama walee watoto wao vizuri nyumbani, lakini pia na mashuleni. Kwa nini? Kwa sababu kama tutakuwa na mtazamo huo, tutafikia hatua ambayo vijana wa kiume kwa kweli hawataoa. Na sasa hivi kuna tatizo la vijana kulelewa. Kuna lugha hapa mjini wanasema kuna wale mashangazi. Kuna vijana hawataki kuoa, ile kwa sababu kuna wanawake mabinti tuseme, au wanawake wa umri wa kati ambao wana kipato kizuri,
Sasa vijana wengi wanawakimbia, wanaume vijana wanawakataa wale wasichana kwa sababu ya hiyo, kwamba na level ya juu, ni mtu mwenye uwezo wake, ana drive, anafanya nini. Sasa wamekimbilia kwa hawa wanaoonekana watu wazima, wamama watu wazima, ambao wao hawana pressure sana, atakuhudumia atakupa gari utaendesha, wala hawezi kusema ni ya kwangu, atasema ni ya kwako. Sasa hilo ni tatizo kubwa sana ambalo tunaliendea. Sasa ni lazima jamii ibadilike, na kubadilika tunaanzia kanisani. Tunaanzia kwenye nyumba za ibada. Tufundishe kabisa na familia pia zijue kwamba Mungu ameweka system ya familia ambayo ni mume na mke. Na hata sasa hivi ukiangalia kwamba kwa sababu ya mambo kama hayo, watu kutaka uhuru sana, hata mambo ya kuoana pia sasa hivi yamepungua sana. Ndoa zimepungua kwa maana ya muunganiko mume na mke. Yaani ukikuta mtaani, ukifanya assessment kwenye mtaa wako unaoishi, wale ambao ni mume na mke, hizo pair ni chache. Utakuta wengi ni single parent. Single parent anaweza kuwa mama na watoto wake au baba na watoto. Unaona? Kwa nini? Kwa sababu watu wameamua kuwa huru. Kwa nini niingie kwenye ndoa ambayo sina uhuru wa kufanya maamuzi yangu? Sasa hilo ni tatizo kubwa sana ninaliona sana. Sawa. Tuje sasa kwa mtu mwingine ambaye yeye sasa yupo kwenye ndoa lakini kipato chake ni duni. Huyo tunamsaidiaje? Mwanaume yupo kwenye ndoa lakini ana kipato duni. Inaposemekana kwamba kwa wao ambao wana experience na ndoa wanaweza kutuambia vizuri. Inaposemekana ni kwamba mwanaume naye pia ambaye akiwa hana kipato anakuwa kidogo haheshimiki na mwanamke wake. Mwanamke wake sasa hata kama akiwa yani kwa maana kwamba mwanamke akiwa hana, nazungumzia mwanamke ambaye hana kipato kabisa. Mwanamke au mwanaume? Yani mwanamke ambaye hana kipato. Mwanamke ambaye hana kipato. Yes. Lakini mwanamume wake naye hana kipato vile vile. Wamekutana wawili ambao hawana kipato. Ndio. Inavyoonekana bado mwanaume ataendelea kukosa heshima yake, lakini pia nafasi yake ya uongozi ataendelea kuikosa kwa sababu mwanamke atakuwa hatimiziwi aidha kwa wakati au baadhi ya mahitaji yake muhimu atakuwa anayakosa anapoyahitaji kwa sababu mwanaume wake anakuwa hana uwezo wa kumtimizia. Na wakati huo anapojaribu kutazama kwenye mitandao ya kijamii anaona baadhi ya marafiki zake ambao walisoma nao, baadhi ya marafiki zake ambao walikuwa nao kwenye level moja wanafanya vitu ambavyo ni vikubwa ambavyo yeye mwenyewe akiangalia mtu wake aliye naye anaona kabisa hawezi kumfikisha mahali popote. Huyu naye hii ndoa si inakuwa na migogoro mingi zaidi kama ile nyingine ambayo mwanamke anakuwa na kipato au yenyewe kidogo inakuwa na wafadhali. Inaweza ikawa na migogoro labda mikubwa zaidi au ikawa na wafadhali. Itategemeana tu sasa na wao wenyewe mmoja na mtazamo gani. Lakini niseme tu kwamba ikitokea hivyo kwamba mwanandoa hasa mwanaume hana kipato kabisa, alafu na akapata na mke naye ambaye hana kipato. Kwa ujumla kutakuwa na shida. Sasa la kufanya, mimi ushauri wangu na kama mtumishi wa Mungu na mkufunzi wa maisha ya kiroho, ni vizuri nimesema mwanzo, kama mwanaume huna changamoto ya kiafya, ni vizuri ubuni miradi, fanya kazi, ondoka asubuhi nenda kafanye kazi. Sio unalala mpaka saa 5 alafu ukiamka unadai chai. Saa 7 unataka chakula, unataka ugali au kwa mfano. Huo ugali mwanamke ameutoa wapi? Alafu unamwambia wewe ujiongeze. Hujakwenda kutafuta. Ni matatizo makubwa sana. Sasa kumbe kuna wanaume ambao wakati mwingine ndio wanachochea wake zao kuingia kwenye vishawishi. Kwa lazima mwanaume ufanye kazi. Kama hakuna kazi rasmi kwamba umeajiriwa ofisi fulani, taasisi fulani unalipwa kwa mwezi, fanya kazi ambayo inakuingizia kipato kwa kila siku. Ziko kazi nyingi. Nenda akafanya hata kuuza juisi. Kanunue matunda sokoni, njoo tengeneza juisi, tembeza mtaani. Kwani unaposema kwamba nitaaibika, aibu itakuwa kubwa sana kama mke atakudharau na ataanza kuchepuka ili ajitafutie mahitaji ya kupata hata mafuta. Hiyo ndio itakuwa aibu kubwa sana. Lakini wewe kufanya kazi ili watoto wako waende shule, walale mahali pazuri, ulipe bills za nyumbani na mke wako apendeze, sio aibu. Kwa hiyo niseme vijana wetu muamke. Kama umeamua kuingia kwenye maisha ya ndoa, fanya kazi kabisa. Na kama una uwezo
wekeza zaidi vitega uchumi mbali